tuishi kwenye kurasa chache za kitabu cha fashion ya Bongo enzi za ukoloni na kabla ya ukoloni na hata baada ya ukoloni. Let's take a look. But wait. Karibu Zero Fashion Talk, mahali ambapo tuna discuss kuhusu fashion, lifestyle na mavazi ya utamaduni. Leo tunaangalia kuhusu mavazi ya utamaduni kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni na hata wakati wa ukoloni. Lengo ni kuwa na uelewa mpana kuhusu fashion. Maybe tutapata identity yetu. You never know. Let's dive in. Okay. Katika milima ya Usambara kabla ya ukoloni ama mwanzoni mwa ukoloni, Wasambaa walikuwa wakitengeneza mavazi yao kwa kutumia ngozi za wanyama, manyoya pamoja na magome ya miti, huku wakitengeneza mapambo yao kwa kutumia mifupa ya wanyama, manyoya pamoja na simbi kuongeza nakshi katika mavazi yao na kuonyesha hadhi ya mtu kwenye jamii yao. Mwaka 1880 Wajerumani waliingia Afrika Mashariki na kuwatawala Wasambaa. Hapa ndipo mfumo mzima wa mavazi ya Wasambaa ukabadilika. Wanawake walianza kuvalia vikoi au ubinda pamoja na kiombo. Kiombo ni kitambaa kilichotengenezwa kutokana na magome ya miti. Walijipamba kwa kutumia shanga, mifupa, simbi na kadhalika katika vichwa vyao, mikono na miguu. Pia wanaume wa Kisambaa walivalia vikoi pamoja na kiombo. Baada ya ukoloni, mfumo mzima wa mavazi ya Wasambaa ukabadilika kutokana na mwingiliano wa Waarabu ambao walikuwa wakifanya biashara zao katika bahari ya Hindi na kueneza Uislamu kwa ukanda mzima wa pwani. Hapa ndipo wanaume wa Kisambaa na ukanda mzima wa pwani wakaanza kuvalia kanzu pamoja na mkoti mrefu mweupe, yani lob, pamoja na kibagarashi, na wanawake hasa wale walioolewa wakijitanda juu mpaka chini kanga, kama ishara mwanamke anajiheshimu na mwenye stara. Ndipo pwani kukazaliwa kanzu, kofia, kanga, harufu nzuri, yani fashion ilikuwa classy, safi, nadhifu na yenye hadhi. Kabla ya ukoloni, mavazi ya Sukuma yalitokana na mazingira ya ufugaji, ngozi za ng'ombe, rangi za ardhi, simplicity, uzuri wa asili. Wanaume walivalia ngozi za asili wakijifunga kiunoni mwao, na wanawake pia walijifunga ngozi juu na chini na kiunoni wakitupia shanga kama ishara ya uzuri wa asili. Yani hapa fashion ilikuwa nguvu ya asili. And then baada ya Wajerumani na Waingereza kuingia Tanzania ama Usukumani, ndipo Wasukuma wakapata vazi lingine linaloitwa kaniki. Yani walikuwa wanaume wakivalia kaniki kiunoni mwao na wanawake wakivalia kaniki juu na chini, yani wakijitanda au wakijifunga kifuani na kiunoni, pia wakitupia shanga kiunoni kama ishara ya urembo wa asili. Wajerumani na Waingereza walipoingia walileta mashati, suruali na viatu, lakini watu hawakuacha kuchanganya utamaduni wao na vitu vipya, na hapa ndipo African fashion ya kisasa ilipozaliwa. Okay, kama unapenda fashion yenye maana, subscribe for channel hii. Hii ni episode ya kwanza. We are about to learn more.